بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبالكم يحمد الله سبحانه وتعالى نكم تكيا صالة نسلام نبينا محمد, ikiwa kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikisha tukakutana tena katika hizi halakat, hizi episode zetu ambazo ni majalis ambazo au vikao ambao tumeviandaa kuitizama na kuizungumzia haju al-mabrur, hija ambayo haina malipo isipokuwa ni pepo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika episode ambayo ilikuwa ni episode ya 7, tulisimamia katika kutaja sifa ya 6, asifatu sadisa min sifati alhaji almabrur, sifa ya 6 ambayo ni miongoni mwa sifa za haji almabrur, ambayo ilikuwa ni tajannubu aljidal, kujiepusha na mijadala katika ibada ya haji isiyokuwa na maana. Mijadala hiyo utakikana kwa yule hujaji ajiepushe nayo. Ama leo biidhnihi subhana tutaangalia asifatu sabi'a min sifati alhaji almabrur. Tutaangalia sifa ya 7 katika miongoni mwa sifa za haji almabrur. Ni miongoni mwa sifa ili haji iwe ni mabrur, ambayo ni alihsanu ila alhujaji wa ikramuhum, ni kuwafanyia wema mahujaji, kuwafanyia wema mahujaji na kuwakirimu mahujaji dhuyufu rahman. Hii ni wajibu kwa hujaji kuwafanyia ihsan, kuwafanyia wema mahujaji wenzake na kuwakirimu. Hii ni katika sifa ya 7 miongoni mwa sifa ya ile haju almabrur. Faqad saha ni nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa hakika imesihi, imethibiti hadithi kutoka kwa mtume wetu Muhammad alayhi salatu wassalam, walisema alhaju walmu'tamiru wafdullah, kwamba hujaji na yule ambaye atekeleza ibada ya umra, hujaji na yule ambaye anakwenda kutekeleza ibada ya umra, hawa wawili kiujumla wao, hawa wawili ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daahum faajabu, Allah subhanahu wa ta'ala amewaita kwa kule kutumia Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa ndimi Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, kama ambavyo ilivyokuja katika Qur'an, waadhin fi an-nas bil hajj. Kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala Nabii Ibrahim awatangazie watu ibada ya haji. Kwa hawa hujaji na ambaye atekeleza ibada ya umra ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Daahum faajabu, Allah aliwaita kisha wao wakamuitika Allah subhanahu wa ta'ala, wakaenda kutekeleza ibada ya haji na pia kadhalika wakaenda kutekeleza ibada ya umra. Wasaaluhu faatahum, na pia kadhalika mahujaji na wanaotekeleza ibada ya umra walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala maghfira. Basi Allah subhanahu wa ta'ala faatahum, basi Allah akawapa msamaha, na pia kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akawajibu kwa dua ambazo walimuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa ni wageni wa Allah, basi ni wajibu kwa hujaji wao kuwafanyia ihsan, kuwafanyia wema na kuwakirimu, na pia kadhalika wao kwa wao, na pia vile vile kwa wasiokuwa mahujaji
ni wajibu kwa wao pia kadhalika kuwafanyia wema na kuwakirimu hawa mahujaji na muhtamirun ambao ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Famin birri alhaji, katika wema wa hija ni ule wema wa ibada ya haji, an yuhsina alhaju, ni kufanya vizuri yule hujaji ila wafdillah wa dhuyufi arrahmani bi anwa'i alihsan, ni kuwafanyia wema wale wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala bi anwa'i alihsan, kwa aina mbalimbali za wema, kuwafanyia wema hawa mahujaji kwa aina mbalimbali za wema. Min it'ami lit'am, kama vile kulisha chakula, kumpa chakula hujaji, wasaqi lilma, na kumnywesha maji, kumpa maji akanywa, wa ifshai lisalam, na kutoa salamu, kumpa salamu hujaji, walini lilkalam, na pia kadhalika pia vile vile kuwa na maneno laini kwa huyo hujaji, wa irshadin lidhalli, na pia kumpa mwongozo yule ambaye apotea katika hujaji, ima kapotea njia, kukuuliza wewe kawa wajua, basi mpe mwongozo wa njia, wa ta'limi liljahil, na kumfundisha yule asiyejua jinga, wa i'anati lilmuhtaji wa nahwi dhalika min anwa'i almaruf, na pia kumsaidia yule muhtaji, yule mwenye kuhitajia, na wa nahwi dhalika, na mfano wa haya tuliyotaja, min anwa'i almaruf, katika miongoni mwa aina za wema. Kwa hii takikana kwa hujaji kumfanyia ihsan hujaji, na pia kadhalika wao kwa wao, na pia vile vile kwa yule ambaye sio hujaji pia kadhalika ni wajib kumfanyia ihsan, kumfanyia wema hujaji, na pia vile vile kumkirimu. Na kuja hadithi athar kutoka kwa at-tabi'i Khallad bin Abdurrahman rahimahullahu ta'ala, anasema Khallad, sa'altu Sa'id bin Jubair, kwamba nilimuuliza Sa'id bin Jubair rahimahullahu ta'ala, ayul haji afdal, kwamba ni yupi haji, ni haji yupi ambaye ni mbora, ni hujaji yupi ambaye ni mbora. Qala, akamjibu Sa'id bin Jubair kumjibu Khallad, man at'ama at'ama, hujaji aliyekuwa bora ni yule ambaye alisha chakula, wakaffa lisanahu, na pia kadhalika hujaji aliyekuwa bora ni yule ambaye anachunga ulimi wake kumjibu vibaya hujaji mwenzake, ima kwa kumzungumza kwa ubaya au kufanya shatmu na kumtukana na kuzungumza maneno ya chuki. Huyu ni hujaji aliyekuwa bora. Kwanza anamlisha chakula, ampa nduguye chakula, na pia kadhalika wakafa lisanahu, na pia anachunga ulimi wake. Qala, akasema Khallad, wa akhbarana Thawri, Sufyanu Thawri rahimahullahu ta'ala, akasema pia vile vile, na ametuambia Sufyanu Thawri, sami'na, kwamba si tumesikia, si annahu min birri alhajj, kwamba hii ni katika wema wa haji, wa hii ibada ya haji, kule kulisha chakula, na pia kadhalika na kuuchunga ule ulimi kutokamana na kumuudhi hujaji, ikiwa kumtukana au kumsema. Na pia kadhalika wayulhaqu bil ihsani lil hujaji, na pia yakutanishwa kwamba ni katika jumla ya kumfanyia wema hujaji, tajannubu adhiyatahum, ni kule kujiepusha na kuwaudhi mahujaji, udhia wa aina yoyote. Hii ni katika jumla ya kuwafanyia wema mahujaji aya tuliyotaja, na hili pia kadhalika ni kujiepusha na kuwaudhi mahujaji. Walidhalika, na kwa hili kana Nabii sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa Mtume alayhi salatu wassalam asema kuwaambia mahujaji katika hili la kujiepusha na kuwaudhi mahujaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, katika hija yake alayhi salatu wassalam, alipokuwa yeye akihiji,
alikuwa akisema alayhi salatu wassalam katika ile hadithi ambayo impokea sahabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, kwamba mtume alikuwa akisema as-sakinata as-sakina, bimaana utulivu, fanyeni utulivu, fanyeni upole, yani baina ya mahujaji wao kwa wao wafanyiane upole katika kule wakiwa wanakwenda Jamarat, na pia kadhalika na wakiwa wako Mina, na pia wakiwa wako Arafat, na wakiwa wako Muzdalifa. Katika hizi mashairi zote al-muqaddasa yatakikana kwa hujaji asimuudhi hujaji mwenzake kwa udhia wa aina yoyote, bali la wajib ni kumfanyia ihsan hujaji na kujiepusha na kumuudhi hujaji mwenzake, kama vile kusukumana kule mathalan kama Jamarat, mtu ukawa hujaji amsukuma hujaji kwa maksudi. Kwa hiyo nasaha zangu kwa mahujaji hasa na kwa Uislamu kiujumla ni tusimamishe msingi huu wa kujiepusha katika kuwafanyia ihsani mahujaji na kuwakirimu ili hija zetu ziwe na hajju mabrur. Hadha Allahu a'lam. Fasubhanaka Allahumma bihamdika, la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.